Lakini walipopungukiwa utukufu wa Mungu, manake nguvu za roho, wakatoka wenye wakaenda vichakani, wakatoka kwenye msandifu. Ilivyo hata leo, mtu akipungukiwa na nguvu za roho, pepo chafu huingia na kuwatoa watu kwenye nafasi. Leo neno linapokuja, nataka Bwana kurudisha kwenye nafasi yako. Bwana kurudisha kwenye nafasi yako. Bwana kurudisha kwenye nafasi yako. Yesu kurudisha kwenye nafasi yako. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, nasema rudi kwenye nafasi yako. Na kuita wewe uliotoka kwenye nafasi, kwa jina la Yesu. Yesu akushika mkono, akurudisha kwenye nafasi yako. Nafasi yako ya kazi, nafasi yako ya huduma, nafasi yako ya maombi, nafasi yako ya biashara, nafasi yako ya uchumi, nafasi yako ya kiwango cha nguvu ya Mungu. Bwana kurudisha kwenye nafasi yake. Haleluya. Jamani, haleluya. Chungaji, mbona nasoma tuandiko tujasoma? Tunasoma hapo taona. Namba ngapi? Namba 5 bwana, namba 4. Sindio? Kukosa kibali popote. Kukosa kibali. Pepo chafu wakiingia, kwanza wanatoa kibali kwa mtu. Wanatoa kibali na kwa hata kama suri kwa na nuru inaondoka. Na mtu mmoja aliporukiwa tu na mapepo chafu, wakatoa kibali, akawa napaka mafuta hadi yani yale baby mafuta gani yanaitwa lazy, mafuta ya lazy yale zamani ulikuwa unapaka maiti sana. Ya zamani sana, si kama yapo lazy, si kama yapo sasa hivi. Hayapo. Walikuwa anapaka yote na shiriba kichupa kizima sura hii mafuta. Kama anapita kwenye aibu. Alafu kila mtu anapoenda anamuona kama, lakini mara kwanza alikuwa na kibali. Unashangaa tu biashara yako iko na kibali, watu wanapungua, watu wanaondoka. Tena pepo chafu wamesharuka hapo. Wamesharukia, wameteka. Kwa tafsiri nyingine, maana umekuwa uchi, umepungukiwa na nguvu ya Mungu. Hii ni hasara kubwa. Unakosa kibali popote. Na unakuta zamani watu wanakuja, hata ukisikia jina tu, fulani kwa kweli wanasikia raha kusikia jina lako. Lakini leo akisikia jina, wamesha chafua ulimwengu, wakaweka matope, wakaweka masisi, wakapaka na roho ya kimafi. Leo kataa kwa jina la Yesu ya roho. Kataa ya roho kwa jina la Yesu. Useme kwanza, leo nimekataa kupungukiwa na nguvu rohoni. Wakati unainuka rohoni, na hizo roho chafu zinakuachia, na hizo roho za kishetani zinakuachia. Semeni amen ya kishindo na ikawe juu yako. Ya 6 kama sijamalizia ngoja nisome hapa. Ya tuli. Endelea kusizia tu bwana. Matendo mitume ngapi? Hivi ndivyo taja viko hapo. Sawa? Au taje mpaka 6 nimalizie. Unakuwa mwenye majeraha ndani ya moyo na mwilini muda wote. Hasara ya kupungukiwa na nguvu za roho. Hii ni hasara 6 za kupungukiwa na nguvu za roho. Unakuwa mwenye majeraha moyoni, mwilini muda wote. Shetani tafuta watu kuwatesa tu, kuwaonea. Sasa ukipungukiwa na nguvu za Mungu, ukipungukiwa na nguvu za Yesu Kristo, kinachotokea hapo ni wewe kutembea na majeraha. Yani jeraha lisiloponyeka, jeraha lisilofungwa, jeraha lisilopona. Kwani kwa sababu tayari wameingia kukujeruhi, kwa sababu walipata njia, walipata mlango wa kuingia na kukutesa. Tena sio moyoni, baadaye wanakuja hadi mwilini. Mara ameweka si kitu gani kwenye goti, mara mgongoni si kitu gani, mara tumboni si kitu gani, mara kichwani kitu gani. Kwa hiyo sababu wamepata mlango wa kuingia. Ukijua hizi hasara za kupungukiwa na nguvu za roho,
utakazana kwa bidii kumtafuta Bwana. Bwana ameleta hizi hasara ili watu wawe tayari kujitoa kwa Bwana, kumtafuta Bwana, wawe na nguvu rohoni, waweze kumshinda adui shetani asifanye kazi juu ya maisha yao. Semeni amen kama unanisikiliza. Sasa tumetaja hizo. So hasara zote ziko hapa. Kwenye hapa nimechukua hapa Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa mstari wa 15 hapa mpaka wa 16. Matendo ya Mitume 19:15 hadi 16. Sikiliza. Umeshaandika? Ukiandika niangalie huku sasa. Nani anaweza kunisomea vizuri mkato kwa mkato? Vizuri mwenyewe soma. Aha, soma. Nasoma Matendo. Sikiliza kwa makini. Matendo ya Mitume 19. Una sauti kubwa kubwa ya mwinjilisti hivi na kuna kujua. Ongeza tena. Matendo ya Mitume 19. Ongea kama sauti yangu hii. Matendo ya Mitume 19. Ongea kama sauti yangu. Matendo ya Mitume 19:15. Aha. Yule pepo mchafu akamjibu. Sikiliza, sasa pepo mchafu akafanyaje? Akawaambia Yesu namjua. Na Paulo namfahamu. Lakini ninyi ni nani? Akina nani? Nyinyi mmepungukiwa na nguvu za Mungu, nyinyi akina nani? Aha. Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu. Aya 3. Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu, na pepo mchafu nini? Akawarukia wawili. Aya subiri, akawarukia wawili. Hii ndio maana pepo chafu anakurukia. Akawarukia. Wewe wamekurukia kwa namna gani? Wamekurukia ngapi hapa? Ile pepo chafu akawarukia wawili. Alipokuwa na warukia, kuna vitu alikuwa anaviweka kwenye miili yao.